Afisa habari wa klabu ya Yanga Ally Shaban Kamwe ametumia fursa kuwashukuru mashabiki wa Yanga kwa sapoti kubwa walioitoa uwanja wa Jamhuri mjini Dodoma. Mkuu wa habari wa mawasiliano wa klabu ya Yanga Ally Kamwe ametumia moyo wake wote kuelezea shukrani zake kwa mashabiki wa timu hiyo baada ya ushindi muhimu dhidi ya Coastal Union katika uwanja wa Jamhuri Dodoma. Kamwe amesema kuwa kile kilichofanywa na mashabiki hakikuwa cha kawaida, kwani waliujaza uwanja na kutoa sapoti iliyokuwa na nguvu ya kipekee kutoka mwanzo hadi mwisho wa mchezo. Katika ujumbe wake, Kamwe alisisitiza kuwa morali iliyotolewa na mashabiki iliwapa wachezaji imani na hamasa ya kupambana bila kukata tamaa. Alisema mashabiki walikuwa mfano wa kile ambacho Yanga hujivunia: umoja, nguvu, uzalendo na mshikamano. Kwa mujibu wa Kamwe, kelele, hamasa na wimbi la sapoti uwanjani vilikuwa ujumbe moja kwa moja kwa wachezaji kuwa mchezo haujakwisha hadi dakika ya mwisho, na kwamba Yanga ni timu inayopigania alama 3 mpaka mwisho. Kamwe alieleza kuwa morali hiyo ndiyo iliyowapa wachezaji nguvu ya kuendelea kugombea matokeo hadi dakika za jioni za mchezo, licha ya shinikizo na upinzani mkali kutoka kwa Coastal Union. Hatimaye katika kipindi hicho cha lala salama, mshambuliaji nyota wa timu hiyo Prince Dube, aliyejulikana kama mwana wa mfalme, aliibuka shujaa kwa kupachika bao la ushindi dakika za jioni kabisa. Akiendelea kuelezea mchezo huo, Kamwe alisema licha ya Dube kupoteza nafasi kadhaa katika kipindi cha mchezo, hakuwahi kukata tamaa. Aliendelea kutafuta bao kwa juhudi na maarifa makubwa. Hatimaye uvumilivu wake ukazaa matunda na bao lake likawa jibu sahihi kwa mashabiki waliokuwa wakiamini hadi dakika ya mwisho. Aidha, Kamwe aliwataka mashabiki waendelee kuwa na moyo huo huo katika michezo inayofuata, akisisitiza kuwa sapoti yao imekuwa chanzo kikubwa cha mafanikio ya Yanga msimu huu. Alihitimisha kwa kusema kuwa ushindi dhidi ya Coastal Union ni ushahidi tosha wa nguvu na umoja kati ya mashabiki, wachezaji na benchi la ufundi, mmoja ambao Yanga imejijengea kwa miaka mingi.